Nishavaa dera langu la Idi. Najua sasa hivi wanawake wako busy kupika hina, kupaka hina, wengine wamenuna kwa sababu hawajapewa hata hiyo hela yenyewe ya hina. Hizi bidii mlizonazo kina mama, mungekuwa nazo kutafuta pepo. Angalau na sisi majina yetu yakaandikwa kwa sijui Bi Hadija, Bi Rahma, na sisi tukaandikwa huko, lakini sasa hivi tumeandikwa Bi Chama, Bi sijui nini, Bi sijui nini. Haya. Nilisema kwenye ile video yenye niliattach ya yule jamaa alikuwa akilalamika kuhusu vijana wa upanga. Sijaona kwenye vyombo vya habari vikubwa vikisema kwamba wale majambazi wameshikwa, wale majambazi wamepatikana. Nimeona kwenye hizi TV za online, na unajua hizi TV za online huwaga zinasema kitu chochote watakachojisikia, bora wapate viewers, comments na like. Haya, nikaona ati wale vijana wameshikwa. Sasa leo nataka tuanzie hapo kwa sababu nimesema hili swala nitaendelea kulizungumza kwa sababu katika haya matukio sana wanaoathirika ni vijana. Hawa vijana wanaathirika kwa sababu wanatumiwa vibaya. Kutoka siku mwanamke alipewa sauti, ama tuache siku mwanamke alipewa sauti, mwanamke ana sauti kutokea siku amezaliwa. Ndio kwa sababu hata dini inasema mtoto wa kike, yani mtu ukizaa mtoto wa kike umezaa malikia. Haya, wa kiume pia ni mfalme, lakini kuna zile grade za mtoto wa kike. Sasa leo nataka kuzungumzia swala la misitu na viongozi na vijana. Unaona, tumekuwa na hawa vijana ambao ni sumbua. Nimefuatilia katika utafiti wangu na unaonesha kwamba, na si kwamba eti ni kitu cha uongo, katika TV nyingi sana nimepata kujifunza kuwa majambazi hushirikiana na waganga wakashirikiana na vyama vya kichawi. Unajua kuna mganga alafu kuna uchawi, na mchawi naye anatokana na wewe ile tamaa yako. Kwa mfano umeenda kwa mganga unamwambia unataka mali, unataka utajiri, unataka sifa fulani, unataka kupigwa risasi sikupate, unataka chochote ambacho utaenda pale atakupeleka katika kile chama cha kishetani. Na hiki chama cha kishetani sana mwanzo huko sehemu za bara vimeshikiliwa na wanawake. Zamani tulikuwa tukisema, yani kitu kikitokea, serikali, tukaondoa serikali ya kwanza, tukaondoa serikali ya pili, tukaondoa serikali ya tatu, mpaka sasa hivi bado tunalalamika na serikali. Hatujakaa chini tukafanya utafiti tukaangalia shida iko wapi. Ndio kwa sababu jana nilimtaja Uhuru Kenyatta alipoingia madarakani alikuwa anataka kujaribu kusolve hili tatizo. Wakaanza kusema anauza madawa ya kulevya, anakula madawa ya kulevya, wakaanza kumposti meme. Sikuongea kwa sababu yule alikuwa ni rais wa kwao. Wao wakisema kitu yeye atafata. Haya, sikuongea sana, mimi nilikuwa tu saidi yake nikimsupport. Unajua wakati mwingine kama alivyosema Sheki, watu wanahitaji amani, lakini amani ikikosekana, amani inaharibu kila kitu. Kwa sababu moyo hauwezi kutulia kama huna amani. Mtu huwa anahitaji amani. Ndio wakati mwingine sana nilikuwa nikihubiri mambo ya amani. Tumsupportini rais, kukiwa na vita, jamani vijana wacheni hivi. Lakini sasa hivi nasema vijana fanyeni at your own risk. Unataka kuchukua panga kwenda ukachukua baba. Unataka kwenda kwa Illuminati nenda baba. Lakini mimi nataka kukuelezea advantage na disadvantage zake na haya mambo yanatoka wapi. Mimi sasa hivi I don't care anymore. Ule wakati mwingine kwa nikichangia amani kwa sababu watoto wangu walikuwa ni wadogo. Sasa hivi who cares? Kama hakuna mtu who cares? Nataka kumuuliza swali Gachagua. Wakati Uhuru alipokuwa anafanya bidii, anataka haya mashamba yauzwe, anataka wamama wakule wakaja juu, kwa sababu kuna vyama vya kupanda miti, kuna vyama vya kushuka miti, kuna vyama vya mazingira, kuna vyama vya visivyokuwa na faida yoyote kwa kijana. Havina faida yoyote kwa kijana. Hivi mnajua kuna nchi hazina hata miti na watu wanaishi kwa amani, burudani na starehe. Bangi ziko, pombe ziko, mugoka huko, mukombero huko, lakini hakuna mtu anasumbua mtu. Hakuna mtu anachukua panga akaenda akakata mtoto anataka pesa kwenda kununua pombe, ama anaenda kunywa damu eti anaenda kukata mtoto kwa sababu anataka kwenda kunywa damu. Hapana.
mtu anaenda na pesa, anafanya kazi, anatenga pesa yake, anajua hii ni kwa sababu yuko na amani. Anatenga pesa yake, hii nitanunua pombe, hii nitanunua bangi, hii nitanunua at their own risk. Hawasumbuani na mtu. Lakini kwa nini huku kwetu? Kwa sababu tumejaza vyama hivi. Vyama vya kina mama, vyama vya kina baba, vyama vya madera, vyama vya chupi, vyama vya... Mwenye hiyo video alizungumza akasema, sijui sisi watu wa bara tukitoka kwetu tukija huku kukaa huku pwani, mnatuona kama matako yenu. Yes, mimi nitawaona kama matako yangu kwa sababu ya tabia zenu. Yes. Sasa yale mashamba yalipokuwa yanataka kuuzwa, sijui afanyiwe nini, mnajua kumbe kuna watu wametengeneza pesa zao vizuri wakanunua. I think wale watu nilikuwa nikiwaona nikiwa mdogo wakiletwa pwani, wengine sikuwaona, walikuwa wameletwa kitambo, wamewekwa kwenye hayo mashimo ya Kibarani. Wenye waliona nilisema waongee na sijasikia mtu akiongea. Nasikia tu kila kitu, Ruto, tuongeeni mambo yanayo tu face. Tusingoje umekatwa shikio ndio naanza kusema, ndio naanza kukumbuka ulikuwa na shikio na ndio limekatwa. Tuongeeni mambo tunayo yajua. Haya. Sasa nitaongea kwa sababu ya vile mnavyochukua watu mkiwaleta huku pwani. Na kitu kingine pia kabla sijasahau, kwa sababu leo nataka toka upload video moja. Niliona pia kwenye huyo mbaba akisema eti sijui wakija pwani tunaona kama matako yetu. Niliangalia kwenye comment section nikaona watu wanasema kwamba eti kwa sababu niliupload video nikauliza, kuna kipindi kabla media hazijaingia ilikuwa ni redio Baraka FM. Baraka FM ndio kwanza kuja Mombasa. Watu wakawa wanazungumza kutaka kupigania pwani. Nikaja kusikia hilo swala kwamba pwani ilikuwa imeuzwa. Mtu akaja kunielezea, pia tulikuwa tunaongea akanielezea kwamba pwani ilikuwa ni taifa la Tanzania. Yule msultani ama ni nani wa Zanzibar akaiuzia Kenya. Mawazo yangu nikachukulia kwamba Kenya walinunua hii kwa sababu Kenya ilikuwa imeanzia huko Ukambani, Nairobi kwenda huko, ilikuwa ndio Kenya. Huko maeneo mengine ni Tanzania. Nikasema walinunua kwa sababu walikuwa wanataka hii bahari. Haya, pale watu wakaongea lakini hawakufua dafu kwa sababu bado tulikuwa kwenye ile serikali ya kikoloni. Ukiongea mtu wako anapotea, vijana wanapotea, wazee wakanyamaza. Lakini mimi haya maneno niliyaeka kwenye akili yangu. Nikajua miaka 50 itaisha. Nikaona kwenye comment section, kwa sababu niliongea kuuliza hilo swala angalau watu wa update tujifunze. Nikaona kwenye comment section ya huyu jamaa watu wamesema kwanza wa pwani ni wa Tanzania, nendeni zenu kwenu Tanzania. Sisi sio wa Tanzania eti tuende kwetu Tanzania. Sisi ndio Tanzania. Na kama wa Tanzania watatukataa, sisi tutabaki country inaitwa pwani. Yes. Na kama kuna wakati pia watu walikuwa kusema hiyo pwani si Kenya. Kuna hiyo noni ilikuwa ikisambaa kuna wakati. Ni nyinyi sasa wa bara mutoke muende kwenu ama muje na passport. Na in fact mnafaa mtulipe. Miaka 50 ishaisha. Na ndio ile kabla ile miaka 50 iishe kulikuwa kuna zile harakati wanataka kuhamisha bahari, wahamishe samaki, wahamishe na mkondo, waupeleke bara kwa sababu walikuwa wanajua miaka 50 imeisha. Wapwani nataka sasa hivi tuwe tunaamka. Na kabla hujaamka kwanza angalia unaamka ushike njia gani. We need our rights. Tanzania inafaa itulipe, Kenya inafaa itulipe. Mumetunyanyasa sana. Tulikuwa tunaishi kama watu ambao hatujui tutokako, hatujui tuendako. Kwa hivyo unapoingia kwenye comment section ukisema kwamba wapwani ni wa Tanzania, pwani yenyewe ndiyo Tanzania. Sasa wewe uliokuja kuishi Tanzania ujipange. Uliotoka kutoka ukaja ukaishi pwani uanze kujipanga. Na sisemi hivi eti kwa sababu nachochea, najaribu kujibu zile comment. Na najaribu kutafuta what is next. Tuweze kusuluhisha haya mambo. Kwa sababu hakuna vile mtu atasimama aanze kusema eti zungumzeni na vijana wetu. Tunazungumza nini? Wakati nyinyi ndio mliokuja kutuchokoza. Nyinyi ndio mliokuja kutufata. Sisi tumevumilia mengi. Ambayo mengine hata yaliweza kutoa uhai wa watu. Alafu mnakuja hapa mnasimama mnaanza kuongea jeuri. Hakutaenda hivyo. Na in fact
nikizungumzia kuhusu sehemu za bara, mtoe hao vijana misituni na hiyo misitu ifanyiwe kazi, kwa sababu ule msitu peke yake unaweza ukatengeneza kazi ya vijana. Muache tabia za kutumia vijana vibaya kwa manufaa yenu ya mtu binafsi. Muache kutumia vijana